Okay, njia rahisi kama unataka kuingia kwenye Leonardo AI ili mradi upate kitu kizuri, kwanza hakikisha umetengeneza prompt yako imekaa vizuri zaidi, na prompt yako hakikisha umefuata zile kanuni 6 za kutengeneza prompt ili deliver kitu kizuri ambacho unakitaka. Nitapitia kidogo hapa kwenye ChatGPT uangalie kidogo jinsi ambavyo nilifanya. Kuna prompt ambayo nimeitengeneza kwenye ChatGPT. Hapa nimeicommand ChatGPT nitengenezee prompt ya kipindi fulani tu. Ni kipindi kirefu hiki, yani ni script ni ndefu sana, lakini nitaifupisha tu kwa ufupi kidogo ili mradi uelewe. Sasa hii hapa ni jinsi ambavyo nilisha icommand initengenezee kitu ambacho ninakihitaji. Hii ni prompt, hii yote ni prompt moja kama unavyoiona, lakini ni video ambayo nimetengeneza kama scene fulani ya kutengeneza nini, ya kutengeneza video kupitia AI. Kwa hiyo utakifanya kama endapo tayari umeshatengeneza prompt yako imeshakaa sawa, utaikopi. Tunaikopi namna hivi, tunaikopi ili tupeleke kwenye Leonardo AI. Okay, mfano mimi nimekopi hiyo hapo, ni ndogo tu. Alafu nikishamaliza kukopi, utatumia browser au unaenda download. Kwa hiyo unaweza ukatumia browser au download. Kwa hiyo kwenye Google Chrome hapo, ukishaingia Google Chrome hapo utaandika hapa juu Leonardo AI. Leonardo AI. Ikisha kuja kama hivi, utachagua, utakuta Leonardo AI kupitia kurasa zao kabisa. Hii hapa unavyoiona, hii hapa ndio inaitwa Leonardo AI. Kwa hiyo utaangalia ni kurasa yenyewe ya Leonardo AI. Utaingia hapa Leonardo AI. Ukishaingia hapa itakuletea kama hivi. Watakwambia kama ni developer, watakwambia tumia kama developer kama unataka zile API. Lakini kama wewe ni mtu wa kawaida tu ambao unahitaji tu ufanye mambo yako upite hivi, utaenda kwanza uta accept all. Ukisha accept, alafu utaenda hapa start now kwa niaba ya kuanza. Kwa hiyo utabonyeza start now ili mradi kulete sehemu kama hii hapa. Sasa kisha kule sehemu kama hii hapa wamekuambia kuna vitu vingi hapa wamekuonyesha. Kuna image generate au kuna video pia. Kwa hiyo watakuomba kwa mwanzoni wanaweza, kwa hiyo kimsingi chagua wewe ulikuwa unahitaji nini. Mfano wewe, mimi ile prompt nilitengeneza kwa niaba ya video. Kwa hiyo utabonyeza hapa kwenye video, alafu utaambia andika prompt yako. Na kabla kuandika prompt unaweza kutia picha yako. Tunataka picha yako, labda prompt yako hiyo ni iwepo picha. Utanani kwanza watakwambia usign up kama hujajisajili. Kwa hiyo utajisajili. Mimi nitatumia labda Google. Utatumia Google kulingana na unavyotumia. Kwa hiyo utajisajili kama hivyo chachapu ili mambo mengine yafanyeje, yaendelee. Okay, tayari ukishamaliza tayari kufanya usajili kama hivyo, alafu utapewa access sasa ya kufanyeje, watakwambia welcome Leonardo AI. Uta access hapo, alafu pia uta confirm ili mradi wakupe nyingine ambayo unaweza. Okay. Sasa hapa kuna maswali mengi, lakini wewe unaweza kujibu yote au unaweza ukaskip. Kuna skip hapa chini pia. Unaweza skip kama hivyo, kisha skip hapa wanakuambia upload engine upload chat. Sasa ile video yako ambayo unataka itengenezwe ideliver kupitia nini? Kupitia picha yako ambayo umeisamilia. Kwa hiyo utachagua picha yako ni ipi ambayo wewe utaenda kutumia hapa kwenye Leonardo AI. Nitachagua hapa kisha upload. Utaisubiri kidogo wakati inafanya uploading. Sasa ikishamaliza kuupload kama hivyo, watakwambia sasa uweke prompt yako ambayo tayari ulikuwa umeshaitengeneza kule kupitia ChatGPT. Kwa hiyo utabonyeza hapa, na unaweza kutumia Gemini au unaweza kutumia code kutengeneza ile na ni prompt yako. Kwa sisi tutapaste ile ambayo tayari tulikuwa tushaicopy, alafu utaenda hapa walipokuambia generate. Utabonyeza generate kwa niaba kutengeneza nini? Video. Alafu kitu kingine ni kwamba kama ndo mara yako ya kwanza kuingia kwenye hii Leonardo AI, itakupa shorts 150 bure kabisa. Yaani utapata shorts kama credit, tunaweza tukasema ni credit ambazo zinakuwa ni 150 ambazo utazipata bure kabisa. Kwa hiyo utazipata hizo kwa niaba ya kufanyeje, ya kutengeneza hiyo video yako kwa mwanzoni. Hiyo ni kama labda tuseme, tunaweza tukasema
kama ukaribisho. Huo ni ukaribisho ambao wanakupa shoti 150. Kwa hiyo ndo iko hivyo. Utaiacha ikutengenezee nini? Ikutengenezee hiyo video yako mpaka ikamilishe. Hapa ikikamilika tu watakwambia tayari video yako imekamilika. Kwa hiyo hapa bado inaendelea. Kuna mstari hapa unaendelea, huu wa blue unaendelea. Ukikamilika tu tayari video yako itakuwa imekamilika na unaweza ukaanza kuitumia. Video yangu inakuwa kama imekamilika, hii hapa. Video yako inakuwa imekamilika. Kwa hiyo video yako ni hii hapa, unaweza ukawa tayari. Video inachukua dakika chache tu inakuwa tayari imekamilika. Kwa hiyo utakachofanya utaidownload video yako. Ukisha download unaweza ukai-open kwa niaba ya kuiangalia. Video yangu ndo kama hii hapa, iko fresh, imekaa vizuri. Lakini sasa hii Leonardo hii kidogo bado wana changamoto kwenye upande wa video, kwenye kugenerate nini? Kugenerate video, lakini kwenye kugenerate picha wako kiprofessional zaidi, wako fresh sana. Video wanakuletea video ambayo sio nzuri sana kwa sababu inakutoa kwenye uhalisia. Lakini kuna app tutazidi kujulishana jinsi ya kuzitengeneza video kama hizi ziwe ni kali zaidi bila kupoteza uhalisia wa sura yako na wa picha yako. Kama umejifunza kitu, niambie hapo kwenye comment. Till next time. Bye.